Vizuri kabisa, na hapo mwanzo umegusa kwamba leo ni Karume Day na mimi nakumbuka hata hili jina Simba Sports Club kama hii leo ambavyo Magori amezungumza kwenye mkutano wake na wanahabari. Jina la Simba walipewa na walipendekezwa hilo jina na Abeid Amani Karume ambaye rais wa kwanza wa Zanzibar, ambaye alipendekeza watumie jina la kizalendo na watoke kwenye jina la Sunderland mwaka 1971. Kwa hiyo ni kweli kama ambavyo umetangulia kusema kwamba ni kiongozi ambaye alikuwa ni mzalendo na alipenda timu zetu za Kitanzania zitumie majina ya kizalendo na ziachane na majina hayo kama Zamalek, Aston Villa, Manchester United, na tutumie majina haya ya kizalendo. Kwa hiyo mimi naendelea kumkumbuka kwa maeneo hayo. Hii ni Rimoi Digital, endelea kubaki na sisi. Ni mengi ambayo amezungumza Magori. Mojawapo ambalo natamani tuanze nalo ni sakata la Damaro. Amelielezea vizuri kabisa, lakini mimi sitaki tujikite sana kwenye ishu ya Damaro. Nataka tujikite kwenye ishu ya uraia. Simba wakati anazungumza Magori wamesema kwamba walipeleka maombi yao TFF juu ya uraia wa wachezaji wawili. Maombi ya uraia shehe yanapelekwa TFF? Kwa sababu TFF ndio msimamizi wa mpira hapa nchini. Kwa hiyo kama wao walienda TFF, yawezekana pengine ndio sehemu ya kuanzia. Baada ya hapo pengine kuna hatua nyingine ambazo za kufuata, lakini kwa maana ya kupeleka TFF, kwani hao wengine walipeleka maombi wapi? Kwa maana ya Yanga, lakini pia wakati ule Singida pamoja na watu wengine ambao wanahitaji. Ndio kuna migration ambayo ipo, lakini yawezekana pengine kwa sababu unajua chombo kimoja kinafanya kazi pia kwa ushirikiano na chombo kingine. Kwa hiyo yawezekana Simba wao walianzia huko wakiamini watakwenda kupata msaada wa kuanzia huko. Baada ya hapo ndipo waende hatua nyingine inayofuata. Kwa hiyo sijaona kama kuna shida yoyote Magori kusema kwamba walipeleka hayo maombi yao kwenye shirikisho. Sioni kama kuna tatizo lolote. Kwenye hivi vilabu vya Kariakoo kumekuwa na wachezaji wengi wa kigeni ambao wanakuja, mwisho wa siku wanaondoka. Kwa namna ambavyo unaona hao wachezaji wawili mpaka sasa hivi watakuwa pale Simba. Aliwazungumzia Magori kwamba walikuwa wanaombea uraia kwa ajili pia ya manufaa ya timu ya taifa ya Tanzania. Unajua wakati ule Simba wameenda kuomba uraia ni kwa ajili ya faida ya klabu, sio kwa ajili ya timu ya taifa. Yaani twende mbele turudi nyuma, ni kwamba ukiona kiongozi anasema kwamba wameenda kuomba uraia kwa ajili ya maslahi labda ya mchezaji, sio maslahi ya timu ya taifa. Hata Young Africans wanapomtumia Damaro ni maslahi yao wenyewe, sio maslahi ya timu ya taifa. Kwa hiyo hata kwa Simba, unajua hivi sasa vilabu vya Simba na Yanga kumekuwa kuna changamoto ya hawa wachezaji wa kigeni kwa maana ya namba. Sasa hivi mwisho wa wachezaji 13 kuweza kusajili, lakini mahitaji ya Simba, mahitaji ya Yanga hususan kwenye michuano ya kimataifa wanahitaji zaidi ya wachezaji hao waliopo. Sasa unafanya kitu gani? Ndio maana unaona kuna muda wanataka angalau baadhi ya wachezaji ambao wamezungumza nao wapo tayari kubadilisha uraia, wasome kama Watanzania ili watumike kama wachezaji wa